Kilichoonekana kama ni ugomvi kati ya mbunge wa jimbo la Geita Mheshimiwa Joseph Msukuma pamoja na mwekezaji anayefahamika kwa jina la Rashid Kwazibwa ni kuhusiana na masuala ya ujenzi na uwekezaji katika jimbo la Geita. Awali wabunge wa wilaya ya Geita ikumbukwe waliomba serikali kuchukua hatua dhidi ya mwekezaji ambaye anatuhumiwa kubomoa majengo ya serikali katika kitongoji cha Katoro Center kilichopo mji mdogo wa Katoro. Moja ya wabunge ambao waliomba serikali kufanya jambo hilo ni akiwemo mbunge Joseph Msukuma pamoja na mhandisi Kija Ntemi wa jimbo la Katoro. Sasa waliwasilisha malalamiko yao baada ya kamati ya uchumi na fedha ya halmashauri kutembelea eneo hilo ambalo kuliibuka mzozo uliosababisha Msukuma kupigana na mwekezaji Rashid. Kilichozua ugomvi ni kile ambacho mbunge wa jimbo la Geita Mheshimiwa Msukuma kutaja kwamba mwekezaji alimkosea heshima bila kujali yeye ni mbunge, bila kujali yeye ni mwananchi na ni mwanachama wa CCM. Anasema moja ya kauli iliyompa hasira bwana Joseph Msukuma ni ile ya kwamba wewe haunizidi chochote, na kingine akimwekea mkono sehemu ya shingo kuonesha kwamba yeye hamzidi chochote. Hicho ndio kilichofanya bwana Joseph Msukuma kuanzisha vurugu. Moja ya mahojiano aliyoyafanya hapo jana na Ayo TV ni kuhusiana na kile kilichokuwa kinaonekana kwenye mitandao ya kijamii. Yeye kama mbunge anawezaje kupigana, anawezaje kufanya vurugu ikiwa yeye hadhi yake sio ya kufanya matukio kama yale. Msukuma anasema mimi nilienda pale kama serikali tukiwa na idara nzima ya mkurugenzi pamoja na viongozi wa jimbo la Katoro kusuluhisha mgogoro ambao ulikuwa ukiendelea kuhusiana na kubomoa majengo ya serikali ikiwamo ofisi za CCM pamoja na kubomoa uwanja wa mpira ambao ilitakiwa ipite barabara ambayo mwekezaji alikuwa tayari kwenye hatua za ujenzi wa barabara hiyo. Kitu kingine ambacho Joseph Msukuma alikizungumza ni kuhusiana na uwepo wa mwekezaji Rashid kutumia mabavu katika shughuli zake anazozifanya, akijivunia kuwa yeye ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, pia yeye kuwa mwekezaji, akidai kuwa amefuata sheria na taratibu zote za kiuwekezaji. Mmoja ya wakurugenzi ambao walienda kuhoji kuhusiana na yeye kufanya matukio ya ubomoaji alionekana kuwajibu rafu viongozi. Kwa hiyo wakurugenzi pamoja na viongozi wa jimbo la Katoro walionekana kumuogopa sana mwekezaji Rashid. Sasa Msukuma kwenye maelezo yake anasema yeye alienda na timu nzima ili kupata majibu ya mwisho ili suluhisho lipatikane, ujenzi uendelee, kwa sababu anaamini serikali inafanya kwa ajili ya wananchi na sio kwa ajili ya mtu mmoja. Bwana Rashid kama mwekezaji anasema yeye katika ujenzi wake na uwekezaji wote anaofanya katika jimbo la Katoro amefuata sheria na taratibu zote, vibali vyote amevikata. Kwa hiyo ugomvi uliokuwa ukiendelea kati yake na Joseph Msukuma umeanzishwa na Joseph Msukuma. Yeye haelewi sababu ya ugomvi ni ipi. Joseph Msukuma yeye kama mbunge ameomba kuwepo kwa escort kwa wabunge kwenye vipengele kama hivi hapa. Inawezekana kuna sehemu mbunge wake ni wa jinsia ya kike, inawezekana pia kuna sehemu mbunge wake ni mlemavu, kwa sababu bungeni kuna watu wa jinsia zote, kuna watu wa hali zote. Kwa hiyo ingelikuwa ni mbunge wa kike au ni mlemavu, kwa majibu ya bwana Rashid, ingelikuwa ni hatari kwa usalama wa mbunge. Sasa yeye anasema alitumia mbinu zake kama kujilinda, lakini pia amepita jeshini. Majibu ya bwana Joseph Msukuma alipokuwa akihojiwa na Ayo TV hapo jana. Kupigana kwa mbunge bwana Joseph Msukuma pamoja na mwekezaji, wewe mtazamaji wa Flow Updates, kumekupa taswira gani? Tupe maoni yako kwenye comment, tutakuja kuyasoma hapo baadaye. Mimi ni Flow Winvitrus, Flow the Beat.